بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نندلينا كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي في اختصار صحيح البخاري. بعد توبكني كتاب الأذان. قال نسيم: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ملango unaozungumzia ma yuhqanu, kile kinachozuiwa, kile ambacho kinachozuiwa bil adhani, kwa kupitia adhana, min ad-dimai, miongoni mwa damu. Kwa sababu ya adhana inachungwa na kuhifadhiwa na kuzuiwa damu isimwagike, kutokamana na sharaf ya adhan, kuonyesha ya kwamba adhana ni alama miongoni mwa alama za Allah subhanahu, mpaka inafikia ya kwamba damu zinazuiwa kuto kumwagwa kwa sababu ya kujulikanwa kwamba hapa pana adhana. An Anas radhiyallahu anhu, ipokea hadithi Anas Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume, kana idha ghaza bina qauman, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha ghaza, pindi anapokwenda katika vita, bina, pamoja na sisi, kuwapiga vita kina nani? Qauman, watu wengine. Tukwenda vitani pamoja na sisi kuwapiga vita qauman, watu wote wale. Lam yakun yaghzu bina, hakuwa ni mwenye kuwapiga vita pamoja na sisi, hatta yusbiha, mpaka patakapokuchwa. Ikiwa ni wakati wa usiku, alikuwa hawezi kuvamia watu, ilikuwa hawezi kuwavamia watu na kwenda kuwapiga wakati wa usiku, mpaka atakapokuwa asubuhi kumepambazuka. Wayandhura, na anatazama katika ule mji, akiwa mbali na maswahaba, tazama watu hawa ambao naokwenda kuwapiga wakoje. Fa in sami'a adhanan, basi akisikia adhana kwenye mji wao, kaffa anhum, anajizuia kunako kuwapiga vita. Wa in lam yasma', na ikiwa hatosikia adhanan ikitolewa kwenye huo mji, aghara alaihim, anawavamia. Sallallahu alayhi wasallam. Kupatikana adhana kwenye mji ni sababu ya mji huo kuto kuvamiwa na muslimun almujahidun, na kukosekana adhana kwenye mji ni sababu ya mujahiduna kuingia kwenye mji huo na kufanya mapambano. Na tendo hili pia limetokea katika vita vya Khaybar, pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa Khaybar walipovunja makubaliano, makabila yale matatu, Bani Quraidha, Banu Qainuqa, Banu Nadhiri,
Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazingira siku 16 mpaka ilipofika siku moja ya mwisho, fakharaju sabahan min utumihim, walitoka asubuhi mapema kabisa kutoka katika ngome zao. Walipotoka, farau rasula sallallahu alaihi wasallam, wakamuona mtume watu wa Khaibari. Siku zote hizi mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anawapiga, wazingira tu, kini watu ndani wanaendesha shughuli zao. Walipotoka kwenye ngome yao, faqalu, wakasema, Muhammadun wal khamis, Muhammadun wal khamis, ay Muhammadu wal jaysh, Muhammad na jeshi hili hapo. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume kasema, kharibati Khaybar, Khaybari imeharibika. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwapiga Khaybar, hakuwapiga watu wa Khaybari na hawa wengine muda wa kuwa pale ambapo alipogundua pana adhan. Lakini pia alikuwa hawavamii usiku mpaka kutakapokuchwa atazame kwamba hawa ni watu wanaostahili kushambuliwa na ni watu wanaostahili kuvamiwa. Katika hii hadithi tunaona kabisa خوف النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقتل مسلما. Hadithi hii inafundisha ya wazi ya kwamba hofu ya mtume ya kutaka kumuua Muislamu. Damu ya Muislamu haimwagwi, damu ya Muislamu haimwagwi. Kwa hiyo mtume alikuwa anahofia usiku ule anaweza akaingia akavamia akashambulia, na hali ya kuwa ndani yake kuna Muislamu wakauliwa. Kwa kuhofia hivyo akawa nasubiri siku ule, wamelala mpaka watakapoamka asubuhi. Kiamka asubuhi, naam, alfajiri la tasikia tu, kama kuna adhana tasikia kwamba hawa ni Waislamu, basi hakuna haja ya kuwavamia. Na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam bali anawaamuru kabisa maswahaba kwamba hawa sio wa kushambuliwa, hawa ni wa kuachwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mlango huu unathibitisha wazi damu ya Muislamu ni ghali, lakini pia vile vile kuthibitisha adhana ni sha'iratun min sha'airi ad-din, ni nembo katika nembo za dini. Babu ma yaqulu idha sami'a al-munadi, mlango unaozungumzia ma yaqulu, kile anachotakikana akiseme, idha sami'a, pindi atakaposikia, al-munadi, mtoa adhana. Ukimsikia mtoa adhana anatoa adhana, wewe ulisikia nini useme? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, tukiliwa hadithi kutoka Abu Sa'id al-Khudri, Allah amridhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume amesema, idha sami'tumun nidaa, pindi mtakaposikia adhana, faqulu, basi semeni, mithla ma yaqulu almuadhdhinu, mfano wa anavyosema mtoa adhana. Na kwenye sahihi Muslim mtume sallallahu alaihi wasallam amemalizia nasema, man raddada dhalik dakhala aljanna. Kwenye sahihi Muslim kiendelea hadithi ikasema, man raddada dhalik, mwenye kurejea hayo maneno hivyo akarudia akarejea maneno ya mtoa adhana, dakhala aljanna, ataingia peponi. An Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu, imepokelewa riwaya kutoka kwa Muawiya mfano wake, ila qawlihi, mpaka alipofikia kwenye kauli yake mtume kwamba mtoa adhana anaposema, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, na yeye pia mwenye kusikia atasema ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Walamma qala, na pindi mtume aliposema kwamba mtoa adhana akisema hayya ala salah, njooni kwenye swala au njoo kwenye swala, qala, mtume alisema, aseme atakayesikia aseme, la haula, hakuna hali, wala quwwata, wala nguvu, illa billah,
isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana muadhini akisema hayya ala salah, wewe sema la hawla wala quwwata illa billah. Akisema hayya ala al-falah, sema pia la hawla wala quwwata illa billah. Waqala, akasema Muawiya, hakadha sami'na nabiyakum, hivi ndivyo tulivyomsikia nabii wenu yaqulu sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii inatufundisha kwamba sisi ambao tutakaosikia adhana furadan, adhana ya kwanza kutuhudhuria, na adhana ambayo kwenye hiyo adhana msikiti huo utakwenda kuuswali, utakwenda kuswalia, basi Mtume anasema mkisikia adhana semeni mfano anavyosema mtu adhana. Mtu adhana akisema Allahu akbar Allahu akbar, na pia sema hivyo Allahu akbar Allahu akbar. Akisema ashhadu an la ilaha illa Allah, na pia sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Akisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na sema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akisema hayya ala salah, sema la hawla wala quwwata illa billah. Akisema hayya ala al-falah, na sema la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar Allahu akbar, na sema Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illa Allah, na sema la ilaha illa Allah. Muawiya anasema hakadha sami'na nabiyakum sallallahu alayhi wasallam yaqul, hivyo ndivyo ambavyo tulivyomsikia nabii wenu akisema kwenye kumjibu na kumitikia mtu adhana. Malipo ya mtu atakayesema hivi, imekuja riwaya fi Muslim, amesema dakhala aljanna. Kwa miongoni mwa sababu za mtu kuingia peponi, kuipata janna ya Allah subhanahu, ambaye ardhuha as-samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi, ni mtu kujibu kile alichokisikia kwa mtoa adhana. Jambo kama nilivyosema, anajibu adhana kwa yule ambaye anataraji akaswali maeneo hayo. Hakadha yaqulun, kisikia adhana ziko nyingi, eneo lako kuna adhana 5, 4, 6 zote zinatolewa, basi kama itakuwa kuna maeneo ya msikiti ambayo wataraji ukaswalie, basi adhana ya pale ukisikia sema hivi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Abu Sa'id al-Khudri na Muawiya walivyosema. Lakini ndani ya hadithi hizi mbili zinathibitisha kwamba adhana ni katika shaira min sha'air al-Islam, ni katika alama miongoni mwa alama za Uislamu, kiasi cha kwamba turaddadu, zinarudishwa, zinarejelewa kila pale ambapo inaposikiwa adhana. Muislamu mmoja mmoja kwenye nafasi yake, kiwa kwenye gari, akiwa kwenye kipando chake chochote, aseme mfano wa vile anavyosema muadhin. Faida ya pili inaonyesha ya kwamba adhana ni katika kitu ambacho la budda laha min al-i'lan, ni lazima adhana itangazwe, isikike. Adhana haitotakikana iwe ni asiri ya uficho, watu hawasikii, kwa sababu watanyimwa fadhila nyingi ambazo Mtume kazisema. Watakapoisikia watu adhana, ndio wataijibu na wataingia katika kheri hii. Babu ad-du'a inda an-nida, mlango unaofuata ni mlango wa maombi baada ya adhana. Babu ad-du'a, baada ya kuitikia adhana yote hiyo, kinachofuata ni ad-du'a, nayo ni maombi inda an-nidai, wakati wa adhana. Adhana imeshatolewa na wewe umeshajibu, kinachofuata wewe ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala haya yafuatayo. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, mipokea hadithi Jabiri, yeye na baba yake, au Jabiri mtoto Abdullah, Allah awaridhie wote wawili, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwa Mtume wa Allah amesema, man qala hina yasma'u an-nidaa, yeyote atakayesema hina yasma'u an-nidaa, kipindi anasikia adhana. Yeyote yule atakayesema hina yasma'u an-nidaa,
kipindi anasikia adhana. Atakaposikia kisha akasema Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati, ewe Allah, rabba hadhihi ad-da'wati, mlezi wa huu wito, at-tammati, uliokamilika. Maana yake matamshi haya ya adhana yote, wewe ndio rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati, wewe ndiye mola wa huu wito uliokamilika, ambao wito ambao hauhitaji la takbalu at-taghyir wala at-tabdil, wito usiokubali mabadiliko. Ndio hivyo hivyo ulipo, kwamba wewe ndiye Allahu akbar, ndiye mola mkubwa. Akasoma hii dua akasema Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ini pia vile vile na wewe ndiye mola wa as-salati, swala yenye kudumu, al-qa'ima ay ad-da'ima, swala yenye kudumu kwa muda mrefu, tukia ulivyoifaradhisha mpaka ila yaumi nnasi hadha. Ima itakuwa sala bimaana dua, kwa maana ya maombi, lakini sala ikawa kwa maana bidhatiha, ni ile swala yenyewe. Na wewe ndiye mola wa swala yenye kudumu milele. Aati Muhammadan alwasilata, aati ay a'ti, mpe Muhammadan alwasilata, daraja ya juu katika janna. Alwasila ni daraja na manzila al-aliya zilizo juu fil jannati, katika janna. Mpe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaraja ya juu katika janna. Wal fadilata, na pia vile vile mpe fadila, mpe martaba az-zaida, mpe ziada ya martaba ya madaraja juu ya baki ya viumbe, ay ala sairi al-makhluqin. Mpe fadila kwa maana mpe pia madaraja ya ziada ala sairi al-makhluqin, juu ya baki ya viumbe. Usimpe tu janna peke yake ya juu, usimpe manzila ya juu ya janna peke yake, lakini pia mpe fadila, mpe madaraja ya ziada ya kuwashinda wengine katika viumbe kwenye kheri, kwenye uchamungu, kwenye ujira na thawabu, al-fadila. Wab'athuhu maqaman mahmuda, na umfufue wa kumpeleka kwenye maqaman, sehemu, mahmudan, yenye kuhimidiwa na kusifiwa. Wab'athuhu, na umfufue na kumpeleka maqaman mahmuda, mahala ambapo palipohimidiwa na kusifiwa, alladhi wa'adtahu, ambapo ulipomwahidi. Mpeleke sehemu hiyo, sehemu ambayo yenye kusifiwa kwa sifa njema na mazuri, sehemu ambayo wa'adtahu, uliyomwahidi. Qala Allah ta'ala, Allah anasema katika Qur'an, akithibitisha ahadi yake aliyotoa kwa mtume aliposema asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehemu hii mtume sallallahu alaihi wasallam unamuombea na sehemu hiyo apelekwe. Atakayesema haya yote, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أتكي سمها حلت له شفاعتي، حلت له مستهيكي وكيه، حلت له أي استحق له وأوجب له وأوجبت له مستهيكي وكيه شفاعتي ومبزوانه يوم القيامة، siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama nina uombezi wa kuombea watu almudhnibun, watu wenye kufanya madhambi waingie katika janna, Allah waingize katika pepo. Lakini pia nina uombezi mimi kunako watu wa janna, an yurfa darajatuhum, wanyanyuliwe madaraja yao na kwenda madaraja ya juu. وغيرها من الشفاعات، na zisizokuwa hizo katika maombezi na shafaa za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amalun saghirun wa yasirun, amali ndogo na nyepesi, lakini ujira wake fa ajruha kabiratun, na ujira wake ni mkubwa sana.
ala almuslimi, ni wajibu juu ya muislamu kuhifadhi dua hii na kuipitia mara kwa mara dua hii, kwani dua hii inamsababishia yeye aipate shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapozungumza ya kwamba mtume wetu alayhi salatu wasalam ana shafaa, basi miongoni mwa sababu za kupata shafaa hiyo, kupata uombezi huo, ni sisi kuirudia hii dua kila tunapoisikia adhana ambayo sisi tunataraji kwenye adhana hiyo kwenda kuswali, mtu aisome dua hii. Lakini mnavyoiona hadithi hii ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, hadithi hii imekuja fi al-Bukhari wa Muslim. Hii hadithi imepokelewa hivi hivi kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim, na ndani ya matamshi yake hakuna neno ati sayyidana Muhammadan alwasila. Na sayyidana halipo kama mnavyoona, ati Muhammadan, hakuna ati sayyidana Muhammadan. Tamshi hilo halipo, tamshi hilo halipo kwenye sunan, kwenye sahihaini baina kati ya Bukhari na Muslim, tamshi la sayyidana halipo. Kwa hiyo mpe mtume sallallahu alaihi wasallam alwasila. Alwasila ni manzila, ni madaraja ya juu, alaliya, madaraja ya juu mno katika janna yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo namuomba Allah ampe madaraja na cheo cha juu sana mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tena umpe na ziada fadhila, ziada ambayo itakayomtambulisha yeye ala sairi almakhluqin. Kwa ndani ya hadithi hii tunaona ya kwamba mtu anapomaliza kufuatilizia adhana aliyoisikia, au akawa ameisikia, au akawa baada ya adhana akaisoma dua hii, sawa sawa atakuwa aliitikia yale matamshi ya adhana au hakuitikia, basi al-ahsanu lahu, bora wake yeye ni mtu kusoma dua hii. Jambo la mwisho katika hadithi hii, panaonesha ya kwamba pana uwezekano wa mtu kuomba dua hali akiwa katika harakati zake zozote zile, sawa sawa anatembea, sawa sawa amesimama, sawa sawa amekaa kwenye gari lake, sawa sawa anafanya chochote kile. Hadhihi alamatu, hii ni alama ya hadithi hii, anna ad-du'a yakunu ala kulli hal, kwamba maombi ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala yanakuwa kwenye hali yote, kwa sababu adhana hii unaweza ukaisikia ukiwa kwenye pikipiki yako, kwenye gari lako, unatembea kwa mguu, umekaa na wenzenu unazungumza, au umekaa shambani unalima, au uko juu ya mti, au kwenye ghorofa unapaka rangi, au uko unafanya biashara. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mtu aseme Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati ad-dam. Kwa hadithi hii inathibitisha wazi ya kwamba mtu anaweza akaomba dua ya Allah, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamdhukuru Mola wake hali ya kuwa amesimama, akiwa amekaa, akiwa amelala. Na kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja hivyo, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Anaweza mtu akaomba dua akiwa anatembea, muda wa kuwa awe hadhiri kwenye yale anayosema, ahudhurishe nafsi yake wakati anasema, bali hata katika vita, wakati wa swala unapofika na adui yuko mbele yenu na shambuliana naye, Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu watu kushambulia na kupambana na adui, lakini wakati huo huo wanaitekeleza ibada ya swala. Kwa si sharti moja kwa moja, si sharti la moja kwa moja, bali inategemea na mazingira kuomba dua hali ya kuwa umekaa mahala pamoja, umenyanyua mikono yako. La, pana dua ukiwa kwenye mazingira yote yule ambayo ni mazingira mazuri yasiyokuwa ya tashwishi au yakawa ya tashwishi, au mazingira ya vurugu au mazingira ya ukimya, unatembea unafanyaje, unaweza kumwomba Mola wako vyote vile unavyotaka wewe kwa mujibu wa mafundisho. Na mwisho katika hadithi hii ni kwamba baina al-adhani, baada ya dua hii kuiomba mpaka unafika wakati wa iqama, huu ni wakati wa ijabatu ad-da'wa.
katika wakati wa mtu kuitikiwa maombi yake. Kwa hiyo baada ya maombi haya mtu anaweza kutumia fursa yake akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala khaira dunya wal akhirah, akamwomba khairi mbili za duniani na akhira, kumtengenezea kizazi chake, familia yake, kumtengenezea mapenzi baina yake na Mola wake, kumjalia kuwa katika wale minal muslihin, katika wale watu wanaokusudia kutengeneza, wa ila ghairi dhalika, na katika mambo mazuri, kumwomba Allah janna, amruzuku pepo, amruzuku firdausi, amruzuku kwamba mkusanyi na mfufue katika kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwomba Mola wake wasamehe wazazi wake, akamwomba Mola wake amuongoze ila ahsanil akhlaqi, tabia zilizokuwa njema, akamwomba Allah subhanahu amruzuku husnal khatima, mwisho uliokuwa mzuri. Wallahu tabarak wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.